aliyetupa uhai na uzima. Leo nimekuja kwa mara kwanza tangu kuchaguliwa kwa diwani wa kata Ikimba. Wote mtakumbuka nini kilitokea. Yaliyotendeka tarehe 29 Wanarubele kuyalani si mambo mazuri, si mambo mazuri. Wakati yanafanyika siku ile, kuna watu walishangilia, watu walifurahi. Ndugu zangu, yale mambo hatuwezi kuyavumilia, kuyalaani, kwa sababu yanatuletea taharuki na mambo mengine mabaya. Baada ya kusema hayo ambayo nitamani lazima niyaseme, lazima niyatoe ya moyoni mwangu. Nisipotoa sumu sitafanya kazi. Baada ya kusema hayo ambayo nitamani lazima niyaseme, sasa mimi nimekuja kuzungumza na Wanabere, nitazungumza na Wanabako, nitazungumza na wana Kilaselo pamoja na Igunga kwa jambo moja. Unapochaguliwa kwa kiongozi, kazi yako ni kushughulika matatizo na changamoto za wananchi. Lakini wananchi, poleni, na jambo katikati mlikosa matatizo yenu, mtamwambia ni sasa nimerudi baba yenu, niambieni lolote. Maana kuna watu walifurahi mno. Tuliwaambia Katula anatelekeza. Katula hawezi kutelekeza. Mambo ya duniani tunaishi kwa neema Mungu tu. Niwaambieni, usichome nyumba ya mtu ni hekalu. Yaani hamna jambo baya wananchi, niwaambie, kama kumchomea mtu nyumba. Ndio yaliyofanyika si mazuri. Leo tumetia dosari kata yetu, tumetia dosari boda yetu. Kama mnajua kutathmini, boda sasa hivi kibiashara imepotea. Watu wanaogopa huku sasa, lakini angalieni, ni wachache waliona wanafanya kwa kujifurahisha, wametia najisi katika eneo. Mbele oye! Mbele oye! Ndio tendane tuishi katika umoja. Alafu niwaambie, haya mambo sio kuwafurahia. Leo kimechoma kituo cha polisi. Anayeteseka ni nani? Nyinyi. Kwenye jamii tuna watu wawili, tuna mwema na mhalifu. Leo mhalifu amefurahi, kituo cha polisi hakipo. Polisi wamepanga vituo maeneo mengine, wanafanya kazi kama waboa eneo la kazi. Ukipata tatizo leo, unapanda gari, unaenda Kyela. Lakini wakati kinaongoza kituo cha polisi, tulikuwa tunafurahia. Na mtakaojenga nini niwaambie? Tutajenga wenyewe. Na kama tutaamua kujenga kituo cha polisi, Tanzania limeongoza vituo vingapi? Mpaka je kufikia Rubele. Huku zimeisha, na ndo mchezo uko mtaani sasa. Juzi jirani yangu pale, wametoboa, wamepasua kioo, na kuchukua sibati, sasa hivi kilio mtaani, aliongezeka. Ili tu kimbia mara moja polisi ukaseme, nimefanywa hivi, unakimbilia wapi? Utakuta polisi kwenye miti. Kwa hiyo tujue, tunapoathiri miundombinu ya serikali, tunajiathiri sisi wenyewe. Ndio umemwathiri kiongozi, mmejiathiri wenyewe. Kwa hiyo leo tuna adhabu nyingine ya kujenga kituo chetu cha polisi, na kama tutaamua kujenga kituo cha polisi, anayeteseka ni wananchi. Kwa hiyo tunataka tutaki, tuna mzigo huo.
tunaposikia matukio ama viashiria vibaya kama hivyo tusifurahie. Yaani bora ya matukio yafanyikage mbali huko, wewe unasikia tu kwenye redio. Lakini kama tunayafurahia, watu wenye nia ovu wanapanga kwenye eneo letu na sisi tupo tunaona vya kawaida, madhara yanarudi kwetu wenyewe. Maana walikuwa wana mpango wachome na mashule, wachome vituo vya afya. Leo mnategemea kuishi maisha, lakini wanaofanya ni watoto wetu. Tusifurahie. Mbele oye! Mbele oye! Nimekoleteni ile simenti 20, nadhani tipu moja mchanga wanaleta. Na nafikiri pamoja na hayo tutaendelea kuhakikisha zahanati yetu inakamilika. Kwa hiyo asante. Kwa hiyo nachowaombeni kama tulivyokubaliana kwa wananchi. Asante. 30 mwezi huu. Asante.